Wazee wa hizi kazi ndio michuano ya CAF ya klabu. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaingia uwanjani leo hii kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur kule nchini Eswatini, huku matarajio ni kuona kwamba Simba wakiendeleza makali yao katika michuano ya kimataifa ya CAF ambayo mara zote kuanzia msimu wa 2018-19 ni msimu mmoja tu ambao Simba hawakufika hatua ya makundi kwa michuano ya klabu ya CAF, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano ya kombe la shirikisho. Vinginevyo kuanzia 2018-2019 mpaka kufikia msimu huu Simba katika michuano ya klabu ya CAF wanaposhiriki break ya kwanza huwa ni robo finali. Na msimu uliopita kwa maana ya msimu wa 2024-2025 Simba walikwenda mbali zaidi, wakafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF pale walipocheza dhidi ya RS Berkane wakifunga mabao 2-0 kule Morocco katika finali ya kwanza, lakini kwenye finali ya pili waliocheza nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, mechi iliisha kwa sare ya 1-1. Matokeo yake ni RS Berkane wakatoa ubingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 3-1. Lakini leo hii Simba ikiwa chini ya meneja Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, na msaidizi wake Suleiman Matola na memba wengine wa benchi la ufundi wanaingia dimbani kwa mara ya kwanza baada ya kuondoka kwa kocha Fadlu Davids aliyekwenda kujiunga na Raja Casablanca ya kule nchini Morocco, huku Dimitar Pantev ambaye Simba walimtoa baada ya kumuondosha na klabu yake Gaborone United katika raundi ya kwanza ya awali ya kuania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio leo hii wanaongoza na Dimitar Pantev kucheza dhidi ya wenyeji Eswatini Hotspur kule nchini Eswatini. Ni mechi ambayo inatarajiwa kuwa na ushindani mkali, lakini mwisho wa siku kwenye makaratasi hesabu zote zinaonyesha kana kwamba Simba washindwe wenyewe tu. Kwa viwango vya ubora wao wako juu zaidi. Simba kwa mujibu wa CAF ni miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Wakati msimu ukiingia ilikuwa nafasi ya 5 kwa ubora, na hivi sasa iko nafasi ya 6 kwenye msimu huu wa 2025-26 ikiwa na pointi sawa na Pyramids, mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, wakiwa wote na pointi 33. Lakini Simba hatua kubwa iliyopiga ni pamoja na kupunguza tofauti ya pointi baina yao na klabu zilizo juu yake kwenye viwango vya ubora vya CAF. Hivi sasa Simba ikiwa na pointi 33 inalingana hizi points inalingana kwa points na timu inayoshika nafasi ya 5 ambayo ni Pyramids, lakini inazidiwa kwa pointi 4 tu na timu inayoshika nafasi ya 4 ambayo ni RS Berkane, inazidiwa kwa pointi 5 tu na timu inayoshika nafasi ya 3 ambayo ni Esperance de Tunis ya kule nchini Tunisia, huku ikizidiwa kwa pointi 10 tu hivi sasa na klabu inayoshika nafasi ya 2 kwa ubora ambayo ni Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Lakini pia imepunguza tofauti ya pointi baina yao na klabu bora barani Afrika hivi sasa kwenye viwango vya ubora ambayo ni Al Ahly ya Misri. Sasa Simba leo hii ni kazi tu ya kocha Dimitar Pantev na wasaidizi wake kina Suleiman Matola kuona kwamba ni nani wanamjumuisha katika kikosi hicho. Ikumbukwe Dimitar Pantev anatambulika kama meneja kwa sababu kwa vigezo vya CAF hafiti kutambulishwa kama kocha mkuu, na hivyo Suleiman Matola anatarajiwa yeye ndio aitwae kocha mkuu, huko Dimitar Pantev kwa jukumu lake kama meneja. Lakini inafahamika wakiwa mazoezini mipango yake ndio inayotumainiwa kwamba Simba leo hii dhidi ya Nsingizini Hotspur matarajio ni kwamba itakamata mchezo kwa muda mrefu, lakini ikitarajiwa kucheza kikubwa ili kupata matokeo, kwa sababu Nsingizini Hotspur wala sio wanyonge kihivyo. Wao hawamo katika orodha ya klabu bora barani Afrika, kwa sababu kwa taratibu za CAF ndani ya misimu 5 klabu inapaswa kuingia walau hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho. Nsingizini Hotspur hawajawahi kuingia katika hatua ya makundi michuano yoyote ya klabu ya CAF ndani ya misimu 5. Lakini pia ligi kuu ya Eswatini ni ligi namba 25 kwa ubora. Ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa sababu hiyo ni timu ambazo zina hadhi tofauti. Simba ikiwa ni klabu ambayo kwa makaratasi inajiacha Nsingizini Hotspur kwa kiwango kikubwa sana, sio tu kwa hadhi ya timu lakini pia kwa ligi wanayotoka. Lakini ndani ya uwanja matarajio ni kuona ushindani mkali kati ya mbinu za meneja Dimitar Pantev dhidi ya kocha Mandra Davis Kogi. Huyu ni kocha mwenye sifa zote za CAF, lakini pia ana vibali, ana vyeti kutoka katika chama cha mpira wa miguu nchini England, lakini pia kule nchini Marekani. Ana leseni C ya UEFA huyu Mandra Davis ambaye ni kocha wa Nsingizini Hotspur.
Ni klabu ambayo msimu uliopita walitoa ubingwa wa Eswatini wakiwa wametimiza pointi 60, wakiwaacha vigogo kadhaa wakiwamo Black Leopards ambao walichuana nao mpaka mwisho wa ligi. Mechi ya mwisho wao wakawazidi kwa sababu Black Leopards walimaliza na pointi 59. Klabu kama Township Rollers miongoni mwa zile maarufu nchini Eswatini zimechemsha kwa Nsingizini Hotspur, timu ambayo hivi karibuni uwekezaji wake umekuwa mkubwa na ingali ikifanya vizuri. Miongoni mwa nyota wanaotumainiwa kuibeba Nsingizini Hotspur na ambao watachuana vikali na wachezaji wa Simba katika kuhakikisha kila moja inapata matokeo mazuri kabla ya mechi ya marudiano jijini Dar es Salaam ni pamoja na akina Sibusiso. Hawa ni miongoni mwa nyota wao ndani ya kikosi. Kwa hiyo leo hii tunakwenda kushuhudia show za kina Sibusiso, lakini kuna Ayanda ni miongoni mwa wale nyota wanaotazamiwa kuanza kikosini. Vile vile wapo akina Sambulo, lakini mwingine ni pamoja na Nkosingipile Shongwe, mchezaji ambaye ndiye aliyefunga bao pekee lilowafanya waingie, lilowasaidia waingie katika raundi ya pili ya michuano hii ya kuwania kufuzu hatua ya makundi. Ni kwa sababu katika mechi yao ya kwanza walipocheza dhidi ya Simba Bora ya Zimbabwe kule nchini Zimbabwe walifungwa bao 1-0, lakini pale Eswatini mpaka dakika 90 ya muda wa kawaida ilikuwa ni bila, jambo ambalo lilikuwa linaashiria kwamba Simba Bora ndio wanaenda katika hatua inayofuata. Lakini Nkosingipile Shongwe akaibuka mchezaji nyota katika mechi hiyo kwa kufunga bao katika dakika 90 plus dakika za nyongeza na kufanya Nsingizini Hotspur nao washinde bao 1-0, kufanya matokeo ya jumla kwa 1-1 na hivyo kwenda kwenye mikwaju ya penalty ambapo wao wakashinda kwa mabao 4-2. Na sasa wangali na wazee wa hizi kazi wekundu wa Msimbazi Simba ambao msimu huu mechi ya kwanza wamecheza kikubwa sana dhidi ya Gaborone United iliyokuwa ikifundishwa na Dimitar Pantev ambaye ndio meneja wao kwa sasa. Wakiwa ugenini walishinda 1-0 kule Botswana kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Mechi iliisha kwa sare ya 1-1, Simba wakasonga mbele kwa jumla mabao 2-1. Leo hii wangali wakikutana, matarajio ni kuona hawa Simba ambao ni wazoefu zaidi kwenye michuano hii wakicheza kikubwa zaidi, lakini pia ikitarajiwa wamiliki zaidi mpira, huku Nsingizini Hotspur wakicheza kutokea chini, wakizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza. Matarajio ni kuona Simba wakicheza kwa tahadhari kubwa, kwa sababu licha kwamba wao wanapewa nafasi kubwa, lakini kujiamini kokote, makosa katika kumalizia nafasi kunaweza kukawagharimu, kama ambavyo watani zao wa jadi Yanga wamekumbana na kipigo kule nchini Malawi walipocheza dhidi ya Silver Strikers, ambao kwenye makaratasi ama inavyoonekana Nsingizini Hotspur ikiwa ndogo uwanjani, underdog dhidi ya Simba, ndivyo ambavyo Silver Strikers walionekana wadogo uwanjani dhidi ya Yanga, lakini mwisho wa siku ni Silver Strikers wakatumia vyema uwanja wa nyumbani kwa kupata ushindi wa bao 1-0. Hakika Simba kwa kuona kilichotokea kwa watani zao wa jadi Yanga, matukio ambayo yalimfurusha kocha Romain Folz ambaye sasa sio kocha tena, huku Yanga wangali wakitafuta kocha mwingine, hawayarudii makosa hayo kwa kuhakikisha kwamba nafasi watakazotengeneza wanazitumia vyema, lakini pia wakicheza kwa tahadhari kwa kuwaheshimu wapinzani wao, ingawa kwenye makaratasi wanaonekana ni wadogo. Simba miongoni mwa nyota wanatazamiwa kutimiza mipango ya meneja Dimitar Pantev pamoja na Eli Mpanzo Kibisawala akiwa kwenye kiwango chake bora kama miongoni mwa viungo wa ushambuliaji, lakini pia kuna Morris Abraham, kijana wa Kitanzania ambaye anaonyesha kiwango bora sana, kila mara anapata nafasi ya kucheza akiwa miongoni mwa viungo wa ushambuliaji kutokea pembeni. Kana kitokea kulia, lakini anaweza kuingia ndani na kucheza vyema. Lakini pia mbali na Morris wapo akina Kibu Dennis Prosper, wapo akina Joshua Budo Mutale, Jasha au akicheza nyuma ya mshambuliaji kinara, wapo pia akina Lada Kichasambi, lakini kwenye washambuliaji kuna Jonathan Soa, kuna Steven Dese Mukwala ambaye hivi karibuni alitoka kufanya vizuri sana katika timu yake ya taifa ya Uganda, funga bao pekee wakati wakifungwa 2-1 na Algeria katika mbio za kuania kufuzu kwa finali zijazo za kombe la dunia. Eneo la kiungo Yusuf Kagoma anatarajiwa kuendelea kuwepo, lakini kwenye eneo la ulinzi Rushain Derok, mchezaji ambaye amekuwa mzuri katika kucheza mpira kutenga na kufunga, beki wa kati, mchezaji wa kimataifa kutoka Afrika Kusini, atajua kuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Uzuri wake licha umahiri katika kuzuia, kujua kukadiria mipira hatarishi ya timu pinzani katika kuicheza, lakini pia ni mzuri wa pasi ndefu za kwenda nyuma ya mabeki wa timu pinzani kuwafikia washambuliaji wao, na hivyo Rushain Derok akiwa kwenye kiwango chake bora, matarajio ni makubwa kwake. Golini Musa Pimpin Kamara
hatarajiwi kuwemo kutokana na hali ya majeraha. Lakini yupo Yakub Suleiman, kipa wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, anatarajiwa kwamba anaweza kaanza golini na kuwezesha Simba kutimiza mipango yake. Ikumbukwe, Simba wakiwa ugenini, ushindi wote utawarahisishia kazi katika mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia sare ama kutoruhusu kufungwa na Nsingizini Hotspur ili kusiwe na mambo mengi katika mechi ya marudiano. Hatimaye Simba isonge mbele kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa ajili ya kuhakikisha inafanya vyema kwenye msimu huu. Maana msimu uliopita ilifika finali. Kwenye ligi ya mabingwa tangu 2018-19 Simba huishia robo finali. Je, msimu huu itakuwa vipi? Inategemea na kile kitachoonekana leo hii. Wazee wa Stars wameenda wakiwa kamili, viongozi wao President Magori alionekana akiwa kule, mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu, wakiwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa ili wapate matokeo bora na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania ambao katika mechi za jana walifurahi kwa matokeo ya Azam, lakini pia walipata maumivu kwa matokeo ya Yanga ambao walifungwa kwa bao 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Furahi dhidi ya Azam walikuwa pia na machungu kwa sababu bahati mbaya sana Azam wanacheza na ndugu zao KMKM, zote ni timu kutoka Tanzania, lakini KMKM kwa taratibu za CAF wangali wakiwakilisha Zanzibar katika kombe la shirikisho barani Afrika ambapo Azam walishinda kwa mabao 2-0. Simba wanatupa karata yao, huku Singida Black Stars ya kocha Miguel Gamondi nao wanatupa karata yao kwa kucheza dhidi ya Flambeau ya nchini Burundi katika raundi ya pili ya kuania kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.